tabia ya kutisha ya kucheza kwenye simu kila wakati. Mwanamke huyu hakupenda tu kucheza kwenye simu, bali pia alitabasamu kwake hata kama mpenzi wake alimuita. Mwanamke hakuonyesha hata mmenyuko mdogo, hata wakati mpenzi wake alipolitikisa mwili wake bila kukoma. Mwanamke aliendelea vivyo hivyo mpaka mpenzi wake alipochukua simu yake, ndipo aliporudi kwenye hali yake ya kawaida na kutabasamu. Na jambo la kutisha zaidi ni kwamba hakukumbuka kile kilichokuwa kimetokea hapo awali. Mpenzi alidhani mwanamke alikuwa anazidi kutazama vipindi vya televisheni na hakujali sana, kisha akamwambia atasafiri kwa biashara na akamwomba ajitunze mwenyewe. Mwanamke kwa juu alikubali bila kutarajia. Wakati mpenzi alipompa simu, mwanamke alirudi kwenye hali yake ya awali, akaendelea kutazama simu kwa makini, akitikisa kichwa pembeni, hata kwa kasi zaidi kuliko hapo awali, akicheza mchana na usiku na usiku na mchana. Wakati huo hakuhisi hata njaa wala hakuhitaji kupumzika, na aliendelea kucheza hivyo mpaka mpenzi aliporudi kutoka safari yake ya biashara. Mwanamke alikuwa bado pale. Mtu alipofika mbele ya mpenzi wake, alishtushwa na tukio aliloliona. Mwanamke alitabasamu na kutoka.